Mimi naomba nisitumie muda mrefu, niende moja kwa moja kama nilivyokaribishwa. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa upendo na rehema tele kutuwezesha kukutana siku hii ya leo kwenye kikao cha wakulima wa Jatu kwa ajili ya kufahamu kuhusu miradi ya kilimo inayofanywa na kampuni yetu pendwa ya umma, lakini pia kupashana kuhusu mikakati ya uwekezaji, miundombinu ya mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, tunatambua kwa ninyi ni wawakilishi wa watu na mnao majukumu mengi na watu wengi wa kuwasikiliza. Kitendo chenu cha kujumuika nasi leo ni ishara ya watu mnatambua nafasi, juhudi na nia ya kampuni ya Jatu katika kusukuma mbele maendeleo ya kiuchumi, hasa kwenye upande wa sera, ajira kwa vijana wasomi baada ya kuhitimu vyuo vikuu, ushawishi wa vijana kushiriki katika kilimo ili kuunga mkono jitihada za serikali katika kuhimiza na kukuza Tanzania uchumi wa viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jatu ni kirefu cha neno jenga afya tokomeza umaskini. Hii ni kampuni ya umma yenye usajili namba 13052 kutoka BRELA, iliyoanzishwa na vijana waliojizatiti na kuhakikisha kuwa kila mtu anakuwa na afya njema, lakini pia anakuza kipato chake kupitia kilimo, viwanda na masoko. Jatu ni zao la vijana wasomi ambao walihamasishwa na ofisi ya Waziri Mkuu kupitia idara ya vijana na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapo awali Jatu ulikuwa ni mradi katika taasisi ya kutetea haki za binadamu na kupambana na umaskini, Legal Protection and Life Improvement Organization. Hapo ndipo ulipoibuliwa mradi wa Jatu ambao ulilenga kuhakikisha kila familia inapata chakula bora, na kutokana na chakula hicho kila familia inaweza kutengeneza kipato kitakachotokana na manunuzi ya bidhaa hizo za chakula, mfano mchele, unga wa dona, sembe, mafuta na bidhaa nyinginezo. Huu mfumo wa Jatu unaonyesha bayana kwamba kila mtu anaweza kuishi bila changamoto ya chakula, lakini pia unaonyesha bayana kwamba inaonyesha pia kwamba mnunuzi anajipatia kipato cha kudumu na kutengeneza kipato cha ziada kwa kutumia bidhaa za Jatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni hii toka ipate usajili wake mnamo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2016 imefanya mambo kadha wa kadha, ila kwa kuwa muda ni mchache na mengi yamewasilishwa na idara ya miradi, hususan mchakato mzima wa kilimo kuanzia maandalizi mpaka hatua ya mwisho, ila nitataja baadhi tu, nayo ni kama ifuatavyo. Kwa kipindi chote kampuni imekuwa ikiendesha shughuli zake za kiutendaji kwa kutumia watendaji wa aina tatu: watendaji walio katika ajira rasmi wapatao 44, waasisi wa kampuni na watendaji wanaofanya kazi kwa makubaliano ya muda mfupi wapatao 135. Hawa ni wale wanaofanya kazi shambani, viwandani na katika matawi ya kampuni yanayofikia 5 mpaka sasa, ambayo ni Mwanza, kuna tawi la Arusha, kuna tawi Dodoma, Kibaigwa, Morogoro na Mtwara, bila kusahau wanachama takriban 16,000 ambao wananufaika kwa kulipwa gawio kutokana na manunuzi ya bidhaa za Jatu. Katika mradi ya kilimo, kampuni imefanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwani tumeweza kumiliki zana za kilimo, ofisi, maghala, viwanda na magari ya kubebea mizigo. Pia tumefanya kilimo kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza tulilima ekari 800 mahindi na ekari 1200 alizeti kwa mwaka 2017-2018, na kwa sasa tumelima awamu ya pili ya mwaka 2018-2019, ambapo tumelima mpunga kilombero kwa kuanzia na ekari 323 na kilimo cha maharage kwa ekari 250 Kilindi mkoani Tanga, na alizeti ekari 1455 Kiteto. Mashamba haya yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna wanaolima kwa kukodishia mashamba na yapo ya kununua, ambapo tumeshaanza kufuatilia na hati miliki kwa kila anayemiliki shamba ili kuhakikisha wakulima wetu wanapatiwa hati miliki pindi mradi wa miundombinu ya kisasa ya umwagiliaji utakapokamilika. Kwa sasa tuna hati ya pamoja yenye ekari zaidi ya 500 kwa upande wa Kiteto, ambapo tunatarajia kufanya kilimo cha umwagiliaji cha mahindi na alizeti. Pia tuna chama cha ushirika wa akiba na mikopo kwa jina la Jatu SACCOS Limited, ambacho kimesajiliwa tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2017 kwa lengo la kumsaidia mkulima kupata mkopo wa kilimo usiokuwa na riba
kwani lengo la JATU ni kumpatia mwanachama mazingira rafiki na yeye kushiriki miradi ya kilimo inayofanywa na kampuni pasi kushindwa kwa kigezo cha kukosa mtaji. Kwa upande wa viwanda, kuna viwanda viwili mpaka sasa. Kimoja kipo mkoa wa Dodoma, Kibaigwa. Hiki kinajihusisha na shughuli za kukoboa na kusaga unga wa dona na sembe. Lakini pia kiwanda kingine cha kukoboa mpunga kilichopo mkoa wa Morogoro katika wilaya ya Kilombero, kata ya Igima, eneo maarufu Mbingu. Viwanda hivi tumeviweka karibu na mashamba ambapo miradi yetu ya kilimo inafanyika. Lengo ni upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda, pia kupunguza gharama za usafirishaji wa malighafi kwenda viwandani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na mafanikio makubwa tulionayo, bado tuna changamoto kubwa, hasa kwa umma kutuelewa, kwani ukweli ni kwamba kampuni ya JATU ni kampuni pekee kabisa ambayo inafanya mambo yenye kugusa maisha ya kila Mtanzania wa hali ya chini, ya kati na ya juu. Hivyo tumekuwa tukijitahidi kutoa semina na kufanya vikao vya mara kwa mara. Yote hii ni kuhakikisha kuwa tunakuwa karibu zaidi na wanachama ili JATU ifikie jamii nzima kila kona ya nchi ya Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, ile dhana ya jenga afya tokomeza umaskini itaweza onekana kwa uhalisia na kwa vitendo kama kila mmoja ataamua kuunga mkono juhudi zinazofanywa na kampuni ili kuhakikisha malengo yanatimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunaenda zindua rasmi mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Vile vile tupo katika mchakato wa kuisajili kampuni yetu katika soko la hisa kwa lengo la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 7.5 ama na laki 5. Hivyo kila aliye JATU leo maisha yake yanaenda kubadilika, kwani zaidi ya 75% ya Tanzania wanategemea kilimo kama nguzo yao ya kiuchumi. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali katika kilimo, wengi wamekata tamaa na kuishia kufanya kilimo kwa ajili ya kupata mahitaji ya chakula cha familia na si kilimo kwa dhana ya kilimo biashara. Hivyo kampuni inaingia katika soko la hisa ikiwa na ajenda ya kilimo cha kisasa, kampuni ya JATU PLC ambayo inakuja kufanya mapinduzi makubwa katika kilimo biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba nimalize kwa kusema kampuni hii ni chumbuko la vijana wasomi wakiongozwa na Peter Isare ambaye ni mwanasheria kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ndio mbeba maono akishirikiana na vijana wenzake wenye ujuzi na weledi wa hali ya juu. Na mwisho kabisa, makao makuu ya JATU yapo katika wilaya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam, viwanja vya maonyesho Sabasaba, barabara ya Kilwa. Tupo tayari kushirikiana katika nyanja zote za kijamii na kiuchumi katika kuibua miradi ya kimaendeleo. Malengo yetu makubwa katika eneo hili ni ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji wa mitambo ambayo inatembea, ambayo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Central Pivot Irrigation System. Pia tuna malengo ya kujenga kiwanda cha kisasa hapa shambani, lakini pia kujenga makazi ya kudumu ya wanajatu ambao wataweza kufika mahali hapa. Faida za mradi. Tuna faida 3. Faida kwanza ni kwa mwanachama ambaye ni mkulima. Faida ya kwanza ni uwepo wa soko la uhakika la bidhaa, miundombinu rafiki kwa mwanachama, mfano huduma ya malazi, sehemu ya kupumzika, michezo na vitu kadhalika. Uhakika wa malighafi kutokana na upatikanaji wa maji muda wote. Kupata faida kubwa kutokana na kulima misimu yote ndani ya mwaka mzima na gharama nafuu za umwagiliaji. Faida kwa jamii ambayo inazunguka maeneo haya. Uwepo wa huduma wa maji salama, umeme, ajira, soko la uhakika la malighafi ya mazao ya wakulima wanaozunguka maeneo haya. Huduma ya malazi, huduma ya chakula, sehemu za michezo na sehemu za kupumzika. Faida nyingine katika mradi huu ni faida kwa serikali. Na faida kuu ni kuendana na sera ya serikali ya viwanda pamoja na sekta binafsi, kwa maana ya JATU kumiliki na kuanzisha viwanda. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba sasa, kama mnavyoelewa, mradi wetu huu unahusisha fedha. Manake ni uwekezaji. Kwa manake kama ni uwekezaji, lazima tujue matarajio ya mradi huu kwenye masuala ya uwekezaji na fedha. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mkuu wa kitengo cha fedha kutoka JATU PLC aweze kutueleza uwekezaji huu kwenye mahesabu. Kwa sababu tunadili na namba,
zinasemaje? Karibu sana Esther Malino. Kabla sijaanza na bajeti, kama alivyosema MC, huu ni mradi ambao unahitaji fedha. Lakini je, hizo fedha ambazo nitakwenda kuzieleza kwenu ni fedha za kwenda kufanyia vitu gani? Kwa hiyo nahitaji mfahamu kwamba ni vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike au ni vitu gani muhimu ambavyo vinatakiwa viwepo ili huu mradi uweze kusimama kikamilifu, ili tuweze kuona faida hapo baadaye. Kwanza kabisa, kuna vitu vikuu vitano ambavyo vinatakiwa viwepo ili huu mradi uweze kusimama. Kitu cha kwanza, tunatakiwa kwanza tuwe na kiwanda kikubwa. Kama mnavyoona, eneo letu la shamba ni kubwa, tutalima. Lakini je, baada ya kulima nini kinafuata? Kama mnavyofahamu kwamba tunalima, tuna process, tunachakata, tunapata bidhaa, then wanachama wenyewe tunazitumia. Kwa hiyo ni lazima tuwe na kiwanda kikubwa. Kitu cha pili, baada ya kiwanda sasa inatakiwa tuanze mchakato wa kilimo. Kilimo tunafanyaje? Ni lazima tuwe na vifaa vya kilimo. Kitu kingine, baada ya vifaa vya kilimo inatakiwa sasa tuanze kilimo cha umwagiliaji. Pia kilimo cha umwagiliaji kina bajeti yake. Lakini kitu kingine, hivi vitu vyote haviwezi vikaenda bila ya kuwa na utawala au wafanyakazi. Kwa hiyo ina maana kutakuwa na gharama nyingine za kiutawala ambazo zitaingia hapo, ikiwemo mambo ya ofisi na vitu vingine, ili mradi pia uweze kukamilika. Lakini mwisho kutakuwa na gharama nyingine ambazo pia nitawaeleza, zinafanya nazo pia mradi uweze kwenda mbele. Nikianza na upande wa ujenzi wa kiwanda, katika ujenzi wa kiwanda, bajeti kubwa au bajeti kuu ambayo inakava ujenzi wa kiwanda ni bilioni 2,116,326. Sawa. Ina maana kwa ujumla katika ujenzi wa viwanda ukijumlisha na vifaa vya kilimo inachukua bilioni 3,234,585,372. Naanza sasa kuchambua kwa ufupi kifaa kimoja kimoja. Ukianza kwenye ujenzi, inatakiwa kwanza tuwe na magara makubwa ambayo yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi malighafi pamoja na bidhaa. Lakini pia inatakiwa tuwe na silika mbili za chuma ambazo zitakuwa zinaweza kuhifadhia mahindi pamoja na alizeti. Lakini pia inatakiwa tuwe na jengo kubwa ambalo hilo jengo litakuwa kwa ajili ya matengenezo ya magari na vifaa vingine ambavyo vinahusika katika kilimo. Lakini pia inatakiwa tuwe na mizani. Kuna mzani ambao utakuwa na uzito wa tani 80 kwa makadirio. Ina maana huu nao inatakiwa pia uwepo shambani. Lakini inatakiwa kuwe na mashine ambayo itakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 50 kwa kuanza. Tunatakiwa tuwe na mashine ambayo itazalisha tani 50 kwa siku moja, yani masaa 24 usiku na mchana. Tunazalisha tani 50. Lakini pia inatakiwa kuwe na magari makubwa 5 kwa ajili ya kubeba mazao kutoka shambani kuja kwenye magala na kwa ajili pia ya kubeba bidhaa na vitu vingine. Lakini kutakuwa na gari kubwa moja aina ya Scania. Hii imewekwa maalum kwa ajili ya kusambazia bidhaa. Kwa hiyo ukiangalia bajeti ya upande wa ujenzi wa kiwanda ndio hiyo bilioni 2,116,326,376. Hiyo ni gharama kuu ambayo itakava kwa upande wa ujenzi wa kiwanda. Kitu cha pili, nilisema ni lazima tuwe na vifaa vya kilimo. Kwa upande wa vifaa vya kilimo, bajeti yake ni bilioni 1,118,258,996. Hiyo ndio gharama ambayo itakava vifaa vya umwagiliaji. Vifaa vyenyewe inatakiwa tuwe na trekta 3 kwa ajili ya kilimo. Inatakiwa tuwe na majembe 5 aina ya chapa samaki. Inatakiwa tuwe na mashine za kupuliza dawa. Inatakiwa tuwe na mashine za kupandia, mashine za kuvunia, mashine za kung'olea magugu. Tunatakiwa tuwe na haro.
pia kuwe na tela kwa ajili ya kusombea mizigo. Kwa hiyo ina maana kwenye bajeti ya vifaa vya kilimo inagharimu bilioni 1,256,996. Lakini sasa katika hivi vifaa vya kilimo na ujenzi wa kiwanda, katika hivyo vifaa nilivyosomea, hivi vifaa yawezekana tukaagiza kutoka nje, na unapoagiza kutoka nje ina maana kunakuwa na mabadilishano ya fedha. Ina maana fedha ya kule itahamishwa, yani itabadilishwa kwa exchange rate. Kwa hiyo tumekadiria, kwa sababu exchange rate zinapanda na kushuka, kwa hiyo kuna makadirio ambayo tumeyaweka. Ina maana hata kama exchange rate itapanda, ina maana gharama itakuwa kubwa, tusiweze kwenda nje ya budget. Kwa hiyo tuliweka pembeni kiasi cha kama milioni 32,936,000. Hii itatumika kukava hizo exchange rate endapo kwa kipindi hiko, wakati tutahitaji kununua vifaa, labda exchange rate itakuwa imepanda. Lakini kitu cha tatu, baada ya kuwa na kiwanda na vifaa vya kilimo, hatua inayofuata ni kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji. Katika miundombinu ya umwagiliaji kutakuwa na gharama za kuchimba visima vikubwa pamoja na mabwawa. Kutakuwa na matenki kwa ajili ya kuhifadhia maji, ambayo haya matenki yatakuwa na ujazo yatakuwa na ukubwa wa mita za ujazo 350,000. Lakini pia kutakuwa na kituo ambacho kinahusika kwa ajili ya kusukuma maji, ambacho kwa kituo kitafungwa pampu kwa ajili ya kusukuma maji katika system nzima ya umwagiliaji. Lakini pia kuna ile mitambo ambayo sasa inatumika kwa ajili ya kumwagia. Kuna zile central pivot system ambazo ndio zinaweza kuwa zinatumika kwa kipindi hicho. Kwa hiyo bajeti nzima kwa upande wa umwagiliaji ni bilioni 1,927,483,000. Hiyo ndio gharama ambayo inakava miundombinu ya umwagiliaji. Lakini pia kuna gharama nyingine tunaponunua vifaa, aidha labda kutoka nje kuja hapa. Kuna gharama za ushuru, kuna gharama za bima, kuna gharama za ada, kuna gharama za kuandikishana mikataba mbalimbali, ambayo kwa ujumla wake tumepiga hesabu kwa kufikia makadirio ya milioni 118,125,000. Milioni 118,125,000. Lakini pia kuna gharama za kiutawala. Gharama za kiutawala zinahusisha mazingira au miundombinu ambayo itawafanya wafanyakazi na wanakilimo ambao watakuwa wanakuja kutembelea shamba ili waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri, na wale wanaokuja kutembelea waweze kukaa katika mazingira mazuri. Kama awali alivyosema mkurugenzi, aliwaonyesha mfumo mzuri pale. Kwa hiyo ina maana vile vitu vyote vinahitaji pia fedha. Ina maana kwa ufupi, inatakiwa kwamba tuwe na gari kwa ajili ya watu wanaokaa shambani kwa ajili ya mizunguko yao ya kiofisi. Inatakiwa pia tuwe na pikipiki ambazo zitatumika shambani. Kunatakiwa kuwe na jengo kubwa ambalo litakuwa na ofisi zaidi ya 10 kwa ajili ya wafanyakazi. Lakini pia inatakiwa kuwe na nyumba za wafanyakazi. Inatakiwa kuwe na gesti ambayo itakuwa na uwezo wa kuhifadhi watu ambao watakuwa wanakuja kwa ajili ya kutembelea mashamba. Lakini pia katika hayo magari ambayo yatakuwa yanahifadhiwa kiwandani, ni lazima kuwe na miundombinu ya barabara. Kwa hiyo lazima kuwe na barabara ambazo zitakuwa zinasaidia kupitisha hayo magari. Lakini pia kuna mvua, inatakiwa tutengeneze miundombinu pia ya kuruhusu maji aidha ya mvua kutiririka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila ya kuharibu miundombinu ambayo iko shambani. Kwa hiyo hapo tutahitaji madaraja pamoja na makaravati. Lakini pia kutakuwa na mabweni ambayo yatakuwa kwa ajili ya kufikia watu pia. Kwa hiyo hii gharama nzima ya utawala na hivyo vifaa vyote nilivyoeleza itagharimu shilingi milioni 745,790,400
shilingi milioni 745,790,400. Kwa hiyo hii bajeti nzima ambayo nimeisoma hapa kwa ujumla wake, ukijumlisha vitu vyote, ndio hiyo bajeti ambayo inakadiriwa kuwa ni jumla ya shilingi bilioni 7.5. Hii ndio bajeti au fedha ambazo tunatakiwa sasa tuende kuzitafuta kupitia soko la hisa, ambao mkurugenzi nadhani atakuja kuelezea pia baadaye. Baada ya kumaliza makadirio ya bajeti, kwa ufupi tu naomba nielezee matarajio au faida ya huu mradi kwa ufupi. Baada ya hivyo vitu vyote kukamilika, tunatakiwa kwanza kujua huu mradi unakava ekari 500 tu. Hii bajeti yote ni kwa ajili ya ekari 500, lakini huu ni mradi ambao si mradi wa mwaka mmoja, ni mradi wa kipindi kirefu kidogo, ni mradi ambao utakava miaka 5. Kwa hiyo wakati ambako ndani ya hiyo miaka 5 ambapo hii bilioni 7.5 itaenda kutumika, kutakuwa na faida zifuatazo. Ukiangalia kwa kilimo cha umwagiliaji ambacho tutakuwa na vifaa husika ambavyo nimetoka kueleza, tutakapolima tunategemea kupata mavuno kwa ekari moja kuanzia gunia 30 mpaka 35 za mahindi. Kwa hiyo hapo ekari moja utavuna gunia 30 mpaka 35. Je, mkulima atafaidika nini kupitia hapo? Endapo sasa tuchukulie kwa kima cha chini, mkulima amevuna gunia 30 kwa ekari, sawa, lakini gunia huwa inapimwa gunia moja kilo 90. Kwa hiyo endapo gunia moja kilo 90, na kwa wastani kwa makadirio bei za bidhaa hizi au za malighafi huwa zinapanda na kushuka. Tumechukulia bei ya chini tu ambapo mwanachama labda atauza gunia kilo moja kwa shilingi 500. Kwa hiyo endapo mwanachama atauza kilo moja kwa shilingi 500, kwa gunia lake moja lenye kilo 90 ataweza kupata shilingi milioni 1,350,000. Lakini tulipojaribu kuangalia na kufanya hesabu, tukagundua kwamba baada ya miundombinu kukamilika, gharama za kilimo zitashuka. Ni tofauti ilivyokuwa sasa hivi. Sasa hivi gharama ni kubwa kwa sababu hatuna vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuendesha kilimo. Kwa hiyo ina maana gharama zitashuka. Kwa makadirio inaweza ikawa 600,000 au pungufu ya 600,000. Kwa kiwango cha juu tumeweka kwamba gharama itakuwa ni 600,000. Kwa hiyo tukichukua milioni 1,350,000 ambao mwanachama atapata kwa kuuza gunia moja, ukitoa hii gharama hii milioni 1,350,000, yani kwa hiyo kwa mfano mwanachama atavuna hiyo magunia 30 kwa kila ekari moja. Ina maana hii itakuwa ni pesa ambayo itapatikana kwa ekari moja, milioni 1,350,000. Samahani hapo nilikosea kidogo. Milioni 1,350,000 mwanachama atapata katika ekari moja. Ina maana ukitoa gharama za kilimo kwa ekari moja ni shilingi 600,000. Kwa ekari hiyo moja mwanachama atakuwa na uwezo wa kupata faida ya 750,000. Hapo nimezungumzia kiwango cha chini cha gunia kwa ekari ambacho ni gunia 30 na kiwango cha juu cha gharama. Kwa hiyo ina maana hapa mwanachama kwa ekari moja anaweza akapata faida ya 750,000. Lakini hii ni faida kwa mkulima mmoja mmoja. Je, sasa nini faida kwa kampuni au nini faida kwa mwanahisa ambaye amekuja sasa kuwekeza JAT? Endapo tutavuna magunia 30 ya mahindi kwa ekari moja, ina maana tuna uwezo wa kuvuna gunia 1,500 kwa msimu mmoja. Sawa, kwa sababu tutalima ekari 500 ndani ya kilimo cha umwagiliaji. Ina maana kila ekari ikatoa gunia 30. Kwa ekari 500 ambazo tunaenda kutengenezea miundombinu, tuna uwezo wa kutoa gunia 1,500 ndani ya msimu mmoja. Lakini kumbuka, tutakapofanya kilimo cha umwagiliaji tuna uwezo wa kulima misimu mitatu ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo endapo tutalima misimu mitatu ndani ya mwaka mmoja, tuna uwezo wa kuvuna gunia 45,000 ndani ya mwaka mmoja.
Jatu ni kampuni sawa sawa na kampuni zingine, lakini tofauti sana kiutendaji. Kwanza kabisa, Jatu huwa nasema, unaogopa kutumia maneno fulani hapa na nitatumia kwa uangalifu sana sana sana. Jatu ni mnyororo wenye mifumo, ni mnyororo wenye mifumo mbalimbali ambayo ndio siri ya Jatu. Meneja wa SACCOS yuko hapa, amebeba siri kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabenki yanaogopa kuwekeza kwenye kilimo. Lakini hapa umeona kuna mfumo wa fedha ambao hauogopi kuweka kwenye kilimo. Kila mtu ashangae kwa nini? Kwa sababu Jatu itakuwa benki ambayo haiogopi kuwekeza kwenye kilimo. Iko mifumo mingine kadhaa. Mifumo yote kwa pamoja tuna uthubutu na ujasiri na jeuri kubwa ya kuingiza sayansi na teknolojia katika kilimo kwa lengo la kujenga afya na kutokomeza umaskini. Kwa hiyo ule mfumo wa fedha nia yake ni kuleta maendeleo kwa wanachama na kusukuma kilimo cha kisasa. Mfumo wa pili ni mfumo wa kilimo. Katika mfumo huu wa kilimo, wanachama wanaitwa wanachama wakulima, ni ngazi ya pili. Hawa wanachama wanabadilika kuitwa wakulima, wanakuwa wakulima wawekezaji. Uwekezaji wao wanatoa pesa, kama tulivyosikia kwa mkuu wa fedha, wananunua mashamba na baada ya hapo wanachukua mkopo kutoka kwenye SACCOS yetu, wanawekeza kwenye kilimo kibiashara. Nisimulie hivi, unapotoa zile fedha za kiuwekezaji, Jatu kama kampuni inakuwa msimamizi, anasimamia mkulima mwenyewe na anasimamia shamba lake, kuanzia kulitafuta shamba. Wale tuliothubutu kutembea leo, naambia mimi nilikuwa kijana, nilitaka nizunguke shamba zima ndani ya dakika 40. Mheshimiwa mgeni rasmi nikamwambia umefika, kwa hiyo ikabidi nikatishe. Shamba likipatikana kwa ushauri wa kisayansi, kwa ushauri unaomaanisha, shamba linaanza kuandaliwa, linasafishwa. Likisafishwa linaanza kulimwa. Likilimwa linaandaliwa kwa kupanda. Maamuzi makubwa ya kiustadi yanatumika kuamua ni zao gani lipandwe kwenye ardhi hiyo. Hatubahatishi, hatutanii, tunamaanisha. Na baada ya tamko hilo, zao lile likishapandwa litapaliliwa. Kama linahitaji mbolea itawekwa, na kama dawa ipo itawekwa. Na baada ya hapo mavuno yatakuja, uvunaji utafanyika, itaingia kwenye magala. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikwambie magala ni biashara inayojitegemea nje ya Jatu. Kilimo nje ya Jatu kinajitegemea. Lakini zaidi ya hapo, baada ya magala, mkulima huyu ana haki ya kuuza mazao yake wakati anayotaka na kwa bei anayotaka. Vigezo na masharti liko moja tu, iuzie Jatu ili tuzalishe malighafi ambayo itasukuma mfumo mwingine unaita Jatu viwanda. Kwa hiyo soko la mazao liko Jatu, la uhakika, endelevu na alikauki, lina njaa kweli. Umesikia mkuu wa fedha anasema tunataka sio chini ya tani 70 kwa siku, na saa hizi kilimo bado tunasuasua, hatujafikia huko, na lengo ni kubwa. Katika mfumo wa kilimo, wakulima wenzangu na wageni walikuwa mliopo hapa, Jatu ina ndoto. Vijana wabeba maono wanataka tuende kila wilaya. Shamba kama hili la Kiteto naliona hapa, yatakuwa kama haya kila wilaya. Ziko wilaya 185 kwa sasa. Hebu tafakari na tafsiri. Ukiwa na eka 500 hadi 1000 kiwa wilaya, Jatu ni saizi gani? Wakulima wenzangu, kwa jeuri kabisa, Jatu sio saizi ya mtu mwingine, lakini nyinyi mnabeba haya maono, jipigieni makofi.
mnastahili pongezi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watanii, nilisikia wakati fulani mheshimiwa anasema anataka watu waone mabilionea. Unawaona hapa hao, unawaona hapo, wameamua, lakini utaona wanatangazwa kirahisi rahisi kwa sababu wamejipanga vizuri. Mfumo unaofuata sasa, umeelewa, Jatu ni soko. Kwanza ni soko la mazao, alafu pili ukiingia kwenye viwanda vinachakata, zinatoa bidhaa, zile bidhaa linaingia kwenye supermarket ya Jatu. Sasa unaweza ukashangaa hiyo supermarket inakaa wapi? Nakwambia hivi, inakaa kwenye simu yako ya mkononi janja. Ile simu janja ndio supermarket yako. Unabonyeza pale, huduma inakuja mlangoni kwako. Nakupa jaribu, mheshimiwa mgeni rasmi, nenda uthubutu. Hebu kaa huko Kiteto, si una ndugu Dar es Salaam pale au Dodoma pale, hebu bonyeza pale, washangie zile kilo za unga wa ngano na unga dona na nini, maharage, viingie mlangoni. Anasema kuna tapeli kaja hapa eti ametuletea mahindi, naambia ndio Jatu hiyo. Utakuwa umetambulisha. Pigeni makofi kwa raha ya wanajatu. Jatu, nasema hivi, kwenye supermarket ile Jatu inageuka kuwa soko la bidhaa. Hiyo ni siri nyingine. Huu mnyororo unaanza kwenye kusukuma kilimo kifedha, unalima, unauza mazao, ni faida tupu hizo. Unaenda kwenye viwanda, kama una utaalamu karibu utaajiriwa na mshahara utapata juu yake. Lakini siri ya Jatu kuwa ni soko la bidhaa za chakula, inasukuma kutokomeza umasikini kwa kukupa mfumo wa kutengeneza kipato wakati unakula. Tunaita kula ulipwe. Usipofanya kazi usile. Ndani ya Jatu kula ni kazi. Pigeni makofi. Hiyo ni ajabu nyingine inapatikana Jatu tu, mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa nataka nijumlishe yote haya. Unaona nini? Mfumo wa fedha unasukuma mfumo wa kilimo. Mfumo wa kilimo unasukuma mfumo wa viwanda. Katikati kuna soko la mazao. Kibaigwa iko ndani ya Jatu. Kwa saizi ya Jatu tunavyokuwa, Kibaigwa itakuwa cha mtoto. Ndani ya mfumo huo wa viwanda unasukuma mfumo wa bidhaa. Ni soko kubwa. Nakwambia soko liko ndani ya simu yako janja. Sasa wewe unataka wewe mwanajatu, basi kuwa mwanahisa, nunua hisa za kutosha ili umiliki mnyororo wote. Baada ya wale wakaguzi wa mahesabu kukaa, utafanana sasa na kampuni zingine, utaambiwa unagawiwa kwa sababu una hisa. Napo unapiga unapata pesa ya kutosha. Jipigie makofi mwanajatu. Niendelee sasa kukupa siri kubwa. Ukijumlisha yote haya, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa vile unakula ulipwe, moyo wako hatuseme unaibiwa, moyo wako unabubujika raha. Jatu inakuwa mfumo wa maisha. Ndani ya mfumo wa maisha unakuwa mfumo wa biashara. Hakuna wako kuibia, hakuna wako kushindana na wewe. Jatu iko kusaidia mtu mdogo na mkubwa, haibagui, ni jumuishi. Kwa sababu hii tunaamini, na kwa mahesabu ambayo umeyaona hapa, natamani mkuu wa fedha angekuwa na muda angekueleza vizuri. Iko namna hii, weka 200,000 Jatu. Kimfumo ndani ya msimu mmoja una faida ya zaidi ya milioni 1,708,000. Hakuna mahali utafanya huo mchezo. Hakuna benki unaweka 200,000 baada ya miezi 4 una faida ya 1,800,000. Na ukiongeza hiyo ni kwa ekari moja. Ukiongeza ekari za kutosha, basi usitafute bodyguard. Wewe shukuru Mungu tu, endelea kusaidia na wengine waingie Jatu, kwa sababu tutakuwa wengi sana ambao kipato sio shida. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, ziko kampuni chache sana kama Jatu. Lugha nyingine ni kukabidhi mheshimiwa mgeni rasmi. Jatu ni jibu. Tuletee vijana wako, wahamasishe wafanyakazi wako. Jatu ni jibu. Na mimi nisimame kwa nidhamu, kwa sababu mimi ni kijana, Isare ni mzee. Huyu kijana sio mchoyo. Kuna mabilionea wanaandikwa Forbes.
hawezi kukuita akakueleza alipataje hiyo utajiri. Kwa sababu hiyo mimi nakwambia, mnamwona bilionea halisia, kwa sababu anataka na wewe uwe bilionea. Kwa namna hiyo, Jatu ni jumuishi, Jatu ni endelevu. Jatu haisukumi uchumi wa kitakwimu, inasukuma uchumi halisia. Kwa sababu hiyo, tunaamini hili linalotendeka leo, sasa tunaenda mikoani kwa ujasiri mkubwa kwamba Jatu ni rungu la kutokomeza umaskini kweli kweli. Kuna mtu mmoja tulifanya naye kazi TTCL zamani, anashangaa leo mimi naonekana kijana kuliko yeye. Siri ni nini jamani? Jatu. Mimi nakula kujenga afya. Asanteni sana. Nimalizie kwa kusema Mungu wetu ni mwema. Jibu linaitwa Jatu lilishaumbika kwenye ulimwengu wa roho. Ngoja niwahubirie kidogo. Lilishaumbika. Kazi ilipo ni kulivalisha mwili. Niombe tu kwa niaba ya serikali, ofisi ya waziri mkuu, tuendelee, wilaya iendelee kuwasaidia, kuwalea ili waweze kufikia ndoto yao ambayo pia wametuonyesha hapo. Na ili waweze kufika hapo ni jitihada zetu wote, wakulima ambao ni wanachama wa Jatu, jamii inayoishi mahali hapa, wote tuna mchango wa kuhakikisha kwamba tunawawezesha vijana wetu, kuwapa moyo, kuwawezesha, na pia tuendelee kujiunga. Vijana, hii ni fursa imekuja Kiteto, na hii inajenga uchumi wa Kiteto. Kwa hiyo nategemea kwamba hii kupitia Jatu vijana wengi watapata ajira, na pia hadi eneo hili mnaona limekuwa safi na lilikuwa pori, basi vijana wa Kiteto ndio wamepata ajira ya kuweza kufanya mambo yote haya. Kwa hiyo tuwashukuru sana pia vijana kwa mchango wenu ambao mnautoa. Pia kupitia mradi huu najua jamii itaweza kunufaika, kwa sababu Jatu ipo kama alivyosema mwenyekiti wa bodi kwamba Jatu ipo kwa sababu sio wachoyo na wanataka kuwawezesha wananchi kujenga afya na kutokomeza umaskini. Kwa hali hiyo, ili tuweze kufikia ndoto ile ambayo tumeiona na fedha ambazo mhasibu ametueleza, basi ni michango na wanachama wengi tukijiunga, na kama hisa zitatangazwa basi tuweze kununua hisa, huku sisi wenyewe tukijenga uchumi wetu na afya zetu, lakini pia tukichangia kukua kwa uchumi wa taifa letu, ili ifikapo mwaka 2025 basi tuwe tumeingia kwa pamoja kwa miguu yote kwenye uchumi wa kati. Na hiyo ndio ndoto ya serikali ya awamu ya 5 ambayo tunataka tujenge uchumi jumuishi, makundi yote bila kuacha, vijana, wanawake, hata watu wenye ulemavu katika shughuli zetu za kiuchumi. Kwa nafasi hii basi niombe rai kwa vijana wengine nchi nzima waweze kuona kwamba Jatu ni kampuni ya vijana, na vijana wahamasike pia waliomaliza vyuo vikuu na vyuo vingine vya kati kuweza kuunda makampuni katika sekta hizi za kilimo pamoja na viwanda. Hii ndiyo itasababisha tuweze kufikia hayo malengo yetu binafsi na malengo ya taifa. Baada ya kusema haya machache, basi naomba niwashukuru wageni wote tuliofika mahali hapa na wanachama ambao mmetoka Dar es Salaam na mimi nimetoka Dodoma kuja kuungana nanyi tuweze kujenga uchumi wetu kwa kushirikiana na Jatu. Asanteni sana. Ndio maana utaona wenzetu Marekani, kama kijana wangu hapa mwenyekiti amepumzika nyumbani na cheza bao, baadaye anaingia kwenye ATM anachukua hela, anajiuliza mzee mbona afanye kazi? Alishawekeza tayari. Ndio mfumo huo ambao na sisi tuliiga. DSC ya Tanzania tulianza muda, lakini kama walivyosema sasa Jatu imekuja kuwa chetu zaidi, kuhakikisha kwamba na hamasisha vijana wanaingia kwenye kilimo. Ni mwenyekiti kusema yeye ni kijana. Serikali inahimiza vijana kuingia kwenye kilimo, lakini zaidi kujenga uchumi.
kwa sababu kubwa tatu. Moja, vijana wana umri mdogo, ni rahisi kujifunza, wana udhubutu, hawana woga, lakini pia ni taifa la leo na kesho. Kama mnavyofahamu, kilimo kinaendeshwa na wazee kwa asilimia kubwa, kwa sababu vijana wengi kwa muda mrefu kidogo walikaa pembeni na kuangalia sekta zingine. Lakini serikali timamu ikaona ni muhimu sasa kuwaingiza vijana katika kilimo. Wataingia vipi? Ni kujaribu kuangalia mambo ambayo ni ya msingi kwao, ikiwemo kilimo cha teknolojia. Ukitumia kilimo cha teknolojia cha kidigitali, vijana wengi wataingia. Na ni washauri tu JATU, mnavyoanza hivi, hakikisheni mnaendesha kilimo cha kisasa, lakini kwa kuzingatia teknolojia. Mfano mzuri zaidi, na naamini mkurugenzi atakubaliana na mimi, sasa hivi kuna mradi ambao tunautekeleza wa kitalu nyumba. Mradi huo unasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu, lakini sisi wizara zote za kisekta tunashirikiana kutekeleza mradi huo. Ni mradi ambao umeanza na utaenda katika halmashauri zote 185 nchi nzima. Ni mradi ambao tayari umeshuhudia vijana 100 wamenufaika nao. Kwa wale ambao wana moyo wameendelea kuwa nao na umeona kwa kufuatilia. Sasa na JATU muige mfano huo, na itapendeza sana kama mtamhakikishia mkurugenzi kwamba mtajenga angalau kwa kuanza na vitalu 10. Vitalu nyumba 10 vitahudumia vijana 500 kwa wakati mmoja na kwa muda mfupi, na maana kila mwaka mkijenga 10, basi mtakuwa mmejengea mazingira mazuri. Mkurugenzi ikiwezekana asiweze kuhama, baki hapa yaendelee kushuhudia matunda yake. Hivi sasa upande wa Wizara ya Kilimo tunapitia mkakati wetu ambao tunao upya kuona mahitaji ya msingi na namna gani vijana wanaweza kushiriki kirahisi. Lakini pia programu ya kusimamia kilimo ya ACDP2 imeanza tayari, ambayo ina mazingira mazuri ya ushiriki, ambayo JATU mkitumia vizuri mtaingiza vijana wengi upande huo wa kilimo. Baada ya kusema hayo, sasa niombe mambo yafuatayo kwa ruhusa ya mkuu rasmi. Kila baada ya miezi mitatu Wizara ya Kilimo tuwe tunapata ripoti ya JATU, namna vijana wangapi wameingia na wanaendelea kushiriki kwenye kilimo. Lakini pia ripoti hizo zitasaidia zaidi tunapoandaa bajeti ya mwaka ya Wizara ya Kilimo, tuonyeshe mchango wa JATU, namna mlivyoshiriki. Waziri akiwa anasoma bajeti pale bungeni, basi aweze kuwataja, na hiyo itasaidia baadhi ya taasisi za kifedha kuona umuhimu na kujua kwamba nyinyi mko sambamba na serikali, lakini pia mnasaidia vijana ambao bado wanahangaika hawajapata ajira. Mimi niwapongeze sana kampuni ya JATU na niwaambieni karibuni sana Kiteto, na sisi kama viongozi tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha gurudumu hili la maendeleo tunalisonga mbele kwa umoja wetu ili tuweze kufikia malengo yanayokusudiwa. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikupongeze sana kwa sababu umekuwa mkurugenzi wa mfano katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kiteto. Kwa vile ambavyo umeielezea kampuni ya JATU kwenye kikao chetu, lakini sio hayo tu, na miradi mingi ambayo wewe umekuwa kiongozi kielelezo, ni imani yangu uwepo wako, zipo baraka nyingi za Mwenyezi Mungu zitapita mikononi mwako ambazo zitakuwa ni neema kwa wana Kiteto. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kukuhifadhi Kiteto ili tuendelee kuvuna matunda yako ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Baada ya kuyasema haya, mimi niwapongeze pia na waandishi wa habari uwepo wenu mahala hapa, sababu ni imani yangu dunia itakwenda kuona kile ambacho kinashuhudiwa leo. Baada ya kusema haya, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Wakilishi kutoka Wizara ya Kilimo, kwa tunategemea kwenye bajeti ijayo basi JATU itasomwa pale bungeni mjengoni na waziri. Jamani, tujipongeze sana wana JATU. Baada ya hapo, kwa ufupi sana, kwa ruhusa yako ndugu mgeni rasmi, kabla sijamruhusu mkurugenzi wa JATU aweze kutoa neno na kukaribisha, kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka SAGOT. Naomba usogee huku mbele ili uweze kukupata vizuri.
Naomba kwa kifupi sana ueleze SACCOT ni nini na inajishughulisha na nini, na sisi kama JATU pamoja na wananchi hapa watanufaika vipi? Karibu sana. Habari za mchana. JATU ninaomba labda mwakani au session zinazokuja hiyo pia iwe reflected kwenye hili kundi. Naona kundi hili tu ndio linajua JATU ni nini. JATU. Haya, Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mimi naitwa Abdalla Msambaji, ni mratibu wa biashara wa taasisi ya SACCOT Catalytic Trust Fund, au kwa Kiswahili unaitwa mfuko wa kuchochea uwekezaji katika ukanda wa kilimo wa SACCOT. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali mwaka 2010 walianzisha program ambayo makususi kabisa kuweza kuunganisha juhudi za wadau mbalimbali, hasa wadau kutoka sekta binafsi pamoja na wadau wa sekta ya umma, na wakaunda daraja pamoja na taasisi kuweka utaratibu ambao rasilimali fedha na rasilimali watu zitaelekezwa katika maeneo ambayo zikiweka katika utaratibu wa kukubaliana zitaleta matokeo ambayo yanaonekana moja kwa moja. Ilikuwa ni wazo kwamba labda wadau tunawekeza kwa miguu kushoto kulia, basi tuunde utaratibu wa pamoja ambapo tutafanya kwa pamoja na tutaona matokeo. Sasa ili kuweza kutekeleza utaratibu, serikali ilichagua ukanda wa kuanza nao, na ndio ulikuwa ukanda wa kilimo wa kusini ambao umeleta hili jina linaloitwa SACCOT kwa maana ya ukanda wa kilimo wa kusini. Lakini mwaka jana, actually mwaka juzi, serikali ilisema sasa tunadhani tumeshajua, kwa sababu tuliamua tuanze na huu ukanda. Sasa tumeshafahamu yanayofanyika kwenye ukanda, basi tuko kuhamisha ujuzi na uzoefu uliopatikana kwenye ukanda kwenda kwenye maeneo mengine ya nchi. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu tukaagizwa kwamba sasa tusiangalie ukanda mmoja. Ule ukanda kwa wakati ule Kiteto haikuwa kwenye ukanda. Kwa hiyo safari hii mimi nimekuja hapa bado naitwa SACCOT, lakini kikanuni kwa sababu ni agizo kwenda nchi nzima la serikali, basi sasa Kiteto na yenyewe SACCOT imeifikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya huo utaratibu kuna taasisi mbalimbali, na moja ya taasisi katika huo utaratibu ni taasisi ya fedha ama taasisi ya mfuko ambayo inaitwa SACCOT Catalytic Trust Fund. Mfuko sasa ambao umepewa jukumu la kuratibu rasilimali fedha katika huo utaratibu ili ziweze sasa kuwekezwa ama kuwafikia walengwa. Sasa ndani ya SACCOT Catalytic Trust Fund, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna nguzo tu tatu tunaziangalia. Naeleza hivi ili nije kwa nini JATU. Natoka kidogo hapo ndakuja sasa kwa nini tuko kwa JATU leo. Kuna vitu vitatu tunavitazama ndani ya mfuko huu wa SACCOT. Kitu cha kwanza tunatazama mahusiano, ama kwa kimombo wanaita partnership. Mahusiano na mahusiano yanayojengwa au yanaratibiwa katika kuweka nguvu za pamoja, leverage. Kitu cha pili tunakitazama ni kitu cha wadau ambao kwa namna moja au nyingine behewa la mafanikio limekuwa likiwaacha. Nao wadau kwenye kilimo tunawaita wakulima wadogo ama smallholder farmers. Na la tatu tunaolitazama, tunatazama kilimo kinachozingatia kanuni bora za mazingira, tunaita smart agriculture. Vyote hivi vitatu ni nguzo ambazo zimeshikilia mfuko wa Catalytic Trust Fund. Sasa nyuma hapo kidogo
tulipata bahati ya kukutana na bongo zuri la wenzetu hawa wa Jatu, kwa sababu namna ya kuzitekeleza kanuni zote hizi tatu, sana sana ile ya kwanza ni figa ambalo uwezi ukalitekeleza peke yako kama usipopata bongo. Narudia tena, bongo nzuri. Na kwa kusema bongo nzuri, naomba Wanajatu na Wanajatu watarajiwa, ama hao ni Wanajatu pia na Wanajatu watarajiwa, kusema bongo ni mfumo ambao umejikita na umeweka muktadha wa mazingira tulionayo na kwa wakati tulionao. Wote sisi ni mashahidi, mara nyingi tumekuwa tuna mifumo ambayo tunaletewa, tuna mifumo ambayo tunaiga, tuna mifumo ambayo kidogo tukiivaa ivaliki. Sasa nikisema bongo nzuri, ni bongo ambayo imekuja na mfumo ambao tunaona huu mfumo unahusiana na sisi. Wanasema relatable, unahusiana na sisi, ni mfumo wa kwetu. Na kwa kusema mfumo wa kwetu, naomba Wanajatu jipigeni makofi. Wanajatu mna kitu chenu. Wa Urusi wanasema nasha, yani ni tena fanyeni kwa kiburi kwamba chetu nasha. Hiki ni cha kwetu Wanajatu, ni cha kwetu cha Kitanzania, ni cha kwetu cha Kiteto, ni cha kwetu cha wapi kule tena Kilindi, ni cha kwenu. Jivunieni kwamba mna kitu kinaitwa cha Jatu cha kwenu. Kwa hiyo iko kwenye ile partnership. Lakini la pili, tulikuwa tunasema sasa, tunasema sisi Catalytic Fund tunasema tunawatazama wakulima wadogo. Hivi mkulima mdogo ni nani? Na mkulima mdogo tutamwona wapi? Na tukimwona tunamwona kwa sura ipi? Na anakujaje kwetu? Kulikuwa kuna maswali mengi ya kujiuliza. Na ni namna gani tunambeba na tunamvalisha hiyo kanzu ya kuingia katika huo msikiti wa mnyororo wa thamani au ile hekalu la mnyororo wa thamani. Ni namna ipi tunamkaribisha? Sasa ilikuwa kuna namna nyingi, lakini namna zote zile bado lile bewa aidha analiachia yeye mwenyewe au kwa namna fulani lile bewa linakimbia kuliko spidi yake. Sasa hii bongo iliyokuja ni kama vile ikatuambia hapana, zile changamoto ambazo mnadhani bewa linamwacha huyo, kuna namna ambayo mnaweza mkamshikisha kwenye hilo bewa akadandia akalikimbilia, au hilo bewa likafika akapanda akakimbia. Kwa hiyo ile hofu yetu ya kusema kwamba tutampandishaje kwenye bewa huyu mkulima anaitwa mkulima mdogo, tukasema hawa mabwana hawa, hii bongo imekuja na solution, yani namna gani tunaweza tukamweka kwenye bewa huyo mkulima mdogo. Lakini hili la tatu uzuri, tumekuja ili eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lako zuri sana. Zuri sana. Katika hali yoyote ile eneo ni zuri. Zuri kwa maana Mungu ameliumba lina uoto mzuri wa asili. Ni semi savana ama ni aridi? Savana ni uoto. Sasa mara nyingi tumekuta kilimo kinakuwa kinabadilisha maeneo na yale maeneo yanakuwa yafai kabisa. Sasa hili la tatu, kwa sababu una taasisi ambayo imeanzia mwanzo kwenye partnership, imekuja katikati kuelewa wahitaji, inakuja mwishoni, ni rahisi kuiratibu na ni rahisi kuiona inachokifanya. Kwa hiyo ni moja kwa moja utajua kumbe hili eneo hawa wawekezaji hawa wako Dar es Salaam, wengine wako Kiteto hapa, wengine wako wapi, lakini kuna mtu ambaye responsible. Na ni rahisi kumwambia wewe, Mheshimiwa Jatu, wewe kama manager ile eneo ulitukuta na savana yetu, basi iboreshe iwe Eden. Umesema neno Eden Iwe Eden, iwe zaidi ya savana, iwe nzuri zaidi. Usitutoe kwenye savana ukatupeleka kwenye jangwa au ukatupeleka katika hali ambayo ni nyingine zaidi. Na mambo kama hayo. Kwa hiyo yote haya matatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukasema tuna sababu ya kuzungumza na mabwana. Kwa hiyo wiki iliyopita niwaambie wanachama wa Jatu, tuliingia makubaliano pamoja na Jatu. Na kushukuru mwenyekiti pamoja na wataalamu wa Jatu, tulikuwa tuna vikao vingi, lakini mwishoni tukafikia makubaliano kwamba sasa sisi na Jatu tufunge ndoa. Sasa nadhani muuaji ni sisi, si ndio? Au wauaji ni nyinyi? Tufunge ndoa. Na tukasaini makubaliano. Makubaliano yana pande karibia 3, lakini pande za muhimu ni 2.
Pande ya kwanza sasa kuwekeza katika hii nguzo ya partnership, sisi pamoja na Jatu tuwekeze katika kufanya kazi ya kutafuta wabia wengine, wadau wengine, pamoja na mafunzo, ili kuweza kutimiza ndoto ya Jatu. Tuende nao sambamba, bega kwa bega, na sisi SAGOT tuna msuli wa kufanya hivyo. Msuli tunao kwa sababu ni taasisi ya umma, inabebwa na pande zote mbili na ina wadau, ina partners wengine. Kwa hiyo mbele yetu sisi tunatangulia kama pawatila ama tunatangulia kama bulldozer, alafu tunasafisha njia kwa ajili ya kuinvite watu wengine waweze kufanya kazi na Jatu. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, kulikuwa kuna hitaji maalum sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo yote mazuri haya kila mmoja atataka ayadandie. Mimi mwenyewe ukiacha professional kwamba nafanya kazi na SAGOT, nimeanza kujitazama kama mwanachama mwanahisa wa Jatu. Unaona kuna vitu vizuri vinakuja. Kwa hiyo kuna wakati unasema niruke niingie. Mambo mazuri haya kwa sababu yatarukiwa na watu. Lile kundi ambalo kidogo halina msuli wa kurukia kama wengine linaweza likabakia nyuma. Sasa likabebwa, lakini likakutwa na matoni, lisikutwe na mainstream, lisikutwe na mambo mazuri zaidi kama ya wenzao. Sasa kwa sababu sisi ni taasisi ya umma na inalinda maslahi ya hao wengi ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza wakaachwa na bewa, tukasema tuna sababu ya kufikiria ama ya kuendelea kufanya kitu kinachoitwa underwriting. Nimeipatia underwriting, si ndio? Kuwa mdhamini wa hao ambao hiyo fursa inawezekana ikawapita. Ipo, lakini inawezekana ikawapita. Basi kuwe kuna mtu anaweka kifua akadhamini kwa niaba ya hao. Kwa hiyo ni sehemu ya makubaliano ambayo tuliingia na Jatu, na niseme tu kuna positive feedback ndani ya Catalytic Trust Fund. Kuna positive feedback, na kwa sababu tumepewa jukumu la kuanza hili la kwanza la partnership, na ndio sababu tukaomba wenzetu basi tuvumilieni kidogo, tufanye hili la kwanza, alafu hili la pili lifanyike baada ya kujifunza hili la kwanza. Kwa hiyo hili la kwanza tukishajifunza, hili la pili linafanyika kiurahisi, na ndio sababu kusema tushubirie. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi ya Catalytic Trust Fund tuko Dar es Salaam kwa maana makao makuu, na inaongozwa na waweka pesa ama wanaitwa settler, kwa sababu ni mfuko unaweka pesa, settlers wa mfuko. Na hao waweka pesa wa mfuko, kwa sasa tunaweka pesa wa mfuko watatu. Wa kwanza ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imewekeza pesa zake. Ya pili ni Baraza Kilimo ambalo linaunganisha wakulima wote hao, wamewekeza pesa zao. Baraza la Kilimo linaitwa Agricultural Council of Tanzania, wamewekeza pesa zao. Watatu ni Confederation of Trade and Industry, ni shirikisho la biashara na viwanda, na wenyewe ni wenye mfuko hao. Sasa wote hao watatu walikuja pamoja wakasema sasa tuwekeze na tufungue mfuko, tuuratibu, alafu uweze kufikia wadau. Sasa nguzo zote hizi tatu, zote hizo unazoziona amezisema Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jatu katika ule mnyororo wa thamani. Ametaja viwanda, kwa hiyo kuna mdau tuko naye ndani ya viwanda. Ametaja wawekezaji, kuna mdau tunaye Agricultural Council of Tanzania. Ametaja na uratibu, ametaja halmashauri, kataja kila mtu, tuna mdau wa serikali huko ndani ya mfuko. Kwa sisi kuhamia na kuhamisha kufanya kazi na Jatu bado tuko pale pale. Yaani tunatumia Jatu kama nyenzo, bado tuko hapo hapo. Hakuna tunalolifanya nje ya sisi, bado tuko hapo hapo. Kwa hiyo ni seme Mwenyekiti, bado tutaendelea kutoa commitment zetu, na katika ile MOU ambayo tumesaini kuna mambo ya kufanya kati ya sisi na Jatu, na niseme tu tumekubaliana tutaandaa action plan na tumeanza kufanya na Mwenyekiti step by step, tutaendelea na nadhani kazi zote zitaenda vizuri. Niwaambie wana Jatu.
Baada ya kusema mwenyekiti, naomba nimalizie kwa kusema, ndugu wanajatu, kilimo ni agizo la imani. Kilimo ni agizo la imani. Mtu anayefanya kilimo anatekeleza imani. Na nadhani ni agizo la imani kwa sababu pia limeungana na vitu vyenye uhai. Mnafahamu sisi watu wa imani, kazi ya kwanza aliyopewa binadamu baada ya kuja duniani, aliambiwa atafanyeje? Aliambiwa atalima, si ndivyo? Sio utafanya uhunzi, aliambiwa atalima. Kwa hiyo kilimo ni agizo la imani. Wanajatu, mnatekeleza jambo lililo jema. Mnatekeleza jambo la imani. Ila wosia wangu kwenu ama mawaidha yangu kwenu, ndugu kugongana miguu ni sawa, si ndivyo? Kukanyagana. Lakini sio sawa ndugu wakati wanakanyagana jirani kujua. Hilo ndio tatizo. Kukanyagana ni sawa, lakini ambayo sio sawa ni nini? Ni nini? Sasa nawaambieni, jirani asijue. Pigeni kazi. Nakushukuru sana mwenyekiti. Makofi mengi kwa wanajatu. Neema hizo zinamiminika, nchi ya ahadi itafika. Asante sana ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Tunakaribia mwisho wa shughuli yetu hapa. Kwa hiyo kuna mtu mmoja naomba nisimsahau kwa sasa hivi. Naomba huyu atawasalimia tu wananchi. Aliyetuchimbia kisima, engineer aliyetuchimbia kisima. Engineer, naomba upungie mkono wananchi. Jamani, huyu ndo amefanya kazi kubwa sana na tutaendelea kushiana naye kwa ajili ya kupata maji katika eneo hili hapa. Kwa hiyo naomba mumpigie makofi mengi sana, kwa maana ametumia usomi wake na utaalamu wake na ujuzi kuja kutuletea maji katika eneo hili. Lakini kabla sijamuinua mkurugenzi wa Jatu, naomba basi nichukue nafasi hii hapo kwa dakika chache sana. Hapa ilitajwa mradi unahitaji fedha na ni mabilioni ya fedha, na limeongeleka swala la Dar es Salaam Stock Exchange au soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo nitamkaribisha mtaalamu ambaye ndo ana jukumu la kuhakikisha kwamba Jatu inaenda hapo soko la hisa la Dar es Salaam ili iweze kupata huo mtaji, kwa dakika chache kama 2, na kwa lugha nyepesi aweze kutuelezea ni namna gani Jatu inaweza kupata hizo fedha katika soko la hisa. Mr. Manamba, karibu sana. Habari ya saizi jamani. Jatu kama nilivyotambulishwa, mimi ni mtaalamu wa masoko ya hisa na dhamana za serikali ambao wanasimamia uuzaji wa hisa na masuala mazima ya soko la mitaji. Kwa vile Jatu imedhamiria kuingia katika soko la hisa, sihitaji kuelezea kwa sababu ya muda faida za soko la hisa ni nyingi na ni nzuri, lakini nieleze kwamba maandalizi haya tulianza kama miaka 4 hivi iliyopita. Nimeandaa mpango wa biashara, business plan, tukishirikiana na mkurugenzi na bwana Simbano katibu. Nikaandaa pia mimi na wataalamu wenzangu wa kampuni yetu, tukaandaa nyaraka inaitwa waraka wa matarajio au kwa Kiingereza prospectus. Hii prospectus ndio nyaraka ambayo inapelekwa kwenye soko la hisa pamoja na mamlaka ya soko la mitaji ambayo ni serikali, wakala wa serikali, kwa ajili ya kuipitia na kuithibitisha kabla haijatoa ruhusa ya kuuza hisa kwa wananchi au kwa umma wa Tanzania. Kwa hiyo tumeshaandika huo waraka wa matarajio. Kwa mara ya kwanza tulisubmit Capital Market and Security Authority, tukasubmit na DSE. Mamlaka zote hizo mbili zikafanya tathmini ya ile nyaraka, wakarudisha kwetu comment zao, yani maoni yao ambayo yanahitaji marekebisho ambayo sio makubwa sana, na nimesha share hizo comments na uongozi wa Jatu na tunazifanyia kazi, na tumepanga kwamba at least kabla ya mwisho wa mwezi huu
tuwe tumemaliza kurekebisha hayo marekebisho ambayo yalipendekezwa na mamlaka, ili turudishe tena au tusubmit tena ile prospectus kwa ajili ya kupata kibali cha mwisho kwa ajili ya kuuza hisa. Sasa nilikuwepo kama wiki mbili zilizopita, nilikuwa na kikao na soko la hisa la Dar es Salaam kuelezea, waliniita niende kuelezea tumefikia wapi. Nikaelezea kuna mambo ambayo wameendelea kama alivyosema mwenyekiti au wadau wengine. Huu ni mfumo ambao kidogo ni una tofauti na ile wanasema biashara kama kawaida, business as usual. Kwa hiyo wale wataalamu wa hizo mamlaka wengine walikuwa kama bado hawajaelewa vizuri, kwa hiyo sikuwaridhisha 100% maelezo yangu, lakini wakaomba kwamba bana, tunaomba uongozi wa Jatu niende nao wote pale, twende tuelezee huu mfumo wa ambao wanasema nyororo huu wa thamani ambao ameelezea mwenyekiti utafanya kazi vipi ili kuweza kuleta hayo matarajio makubwa ambayo tumeyaonyesha katika ule waraka wa matarajio. Maana walikuwa wanashangaa sana, wanasema hivi ni vitu ambavyo haviwezekani. Wanasema sio real, si vitu vyenye uhalisia. Nimejaribu kuwaeleza kwamba vina uhalisia lakini hawaamini. Kwa hiyo wanahitaji maelezo zaidi kutoka kwa wahusika wenyewe. Waingereza wanasema they want to hear from horse mouth, mdomo wa farasi mwenyewe aende akasema. Kwa hiyo wiki ijayo tutakwenda kule na uongozi kaelezee vizuri ili kuwashawishi. Lakini pamoja na hayo, soko la hisa bado wamependa kampuni hii, wanasema wanaipenda ili iweze kuingia katika soko la hisa, kwa sababu hakuna kampuni nyingine ambayo inajihusisha na kilimo kasoro tu kampuni moja ambayo nayo sasa hivi imesinzia, inaitwa Tatepa, ambayo nayo haiko active. Wakatoa mifano Kenya wanazo kampuni zinazoendesha kilimo ambazo ziko katika soko la hisa kama 10 na kitu. Tanzania ndio hako kamoja kanako legalega. Kwa hiyo wanaisubiria sana kwa hamu Jatu iweze kuwakilisha sekta ya kilimo. Kwa hiyo ndio, na mojawapo pia ya masuala ambayo walikuwa wanaulizia ni uwepo wa underwriter. Underwriter kama alivyosema ndugu Msambachi ni mdhamini. Walikuwa lengo ni kwamba wanataka wahakikishe uuzaji wa hisa unafanikiwa. Kwa hiyo underwriter huwa ni condition mojawapo ya kuhakikisha kwamba mafanikio yanapatikana katika uuzaji wa hisa. Kwa hiyo bahati nzuri underwriter amepatikana kama alivyosema mwakilishi wa CTF. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, na hii itakuwa ni credit sana kwa Jatu mbele ya soko la hisa kwamba wamepata underwriter. Ukishapata underwriter, basi una uhakika kwamba uuzaji wako wa hisa utafanikiwa mpaka mwisho. Kwa hiyo ni jambo jema na nawapongeza sana utaratibu au maafikiano waliofikia kati ya Jatu na CTF kuhusiana na swala la underwriting. Na sisi tuko nyuma yenu kama wataalamu, tumeshafanya kazi na kwa uzoefu wetu na weledi wetu tuna uhakika tunatarajia by December katikati tunaweza tukawa tumepata majibu kutoka kwenye mamlaka kwamba wame approve hiyo nyaraka na wametupa ruhusa ya kuuza hisa. Ikichelewa sana ni December mwishoni. Kwa hiyo that means tunaweza tukaanza uuzaji wa hisa kama sio December katikati, Januari mwanzoni. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina uhakika kabisa. Asanteni. Asante sana mtaalamu wa masuala ya hisa. Basi mtakuwa mchoyo wa fadhila kama sitamleta mwenyeji wa eneo hili aweze kutoa salamu za wananchi na kama kuna shukrani au lolote, lakini baada ya hapo nitamkaribisha mkurugenzi wa Jatu atatoa neno, pia atamkaribisha mgeni rasmi. Kwa kuwa mwenyekiti kitu wa kitongoji sasa hivi wapo kwenye ndio mchakato wa uchaguzi, kwa hiyo ningeomba diwani wa Matui, najua ni mwanasiasa lakini naomba utumie dakika moja utoe salamu. Haki mwanasiasa ukimpa dakika moja anaweza akatumia dakika 4. Karibu sana. Ndugu zangu wanajatu,
habari zenu kwa ujumla. Kama ambavyo nimeombwa nitumie muda mchache, Mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu kwa ujumla, mimi nitumie fursa hii fupi kama mwakilishi wa wananchi kuwapongeza sana kampuni hii ya Jatu chini ya kiongozi wao Sambode Peter Isaya ambaye tumekuwa naye kwa muda ambao amekuwepo mahala hapa. Lakini pia mgeni rasmi, ikumbukwe hoja hii ulileta kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwenye vikao vyetu vya mabaraza ya madiwani, na kwa mikono miwili baraza la madiwani chini ya mtendaji wa shughuli za serikali, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, tuliridhia uwepo wa Jatu katika eneo letu la wilaya ya Kiteto. Kwa hiyo ni imani yetu uwepo wa Jatu maana yake tutakuza kipato kwa wanakiteto na Watanzania kwa ujumla. Kwa vijana ni fursa toshelezi kwa sababu ya uwepo wa kampuni hii. Ni imani yangu ni fursa itakayoweka hisia zenu kwenye mitaji ya kuhakikisha mnakwenda kufanya kazi kwenye kampuni hii ambayo ipo kwetu Kiteto, na maisha yetu yatakuwa. Ni imani yangu, ni neema imetuijia. Baada ya kuyasema haya, ili nisitumie muda mwingi, mimi niwapongeze sana kampuni ya Jatu na niwaambieni karibuni sana Kiteto, na sisi kama viongozi tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha gurudumu hili la maendeleo tunalisonga mbele kwa umoja wetu ili tuweze kufikia malengo yanayokusudiwa. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikupongeze sana kwa sababu umekuwa mkurugenzi wa mfano katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kiteto. Kwa vile ambavyo umeielezea kampuni ya Jatu kwenye kikao chetu, lakini sio hayo tu, na miradi mingi ambayo wewe umekuwa kiongozi kielelezo, ni imani yangu uwepo wako, zipo baraka nyingi za Mwenyezi Mungu zitapita mikononi mwako ambazo zitakuwa ni neema kwa wanakiteto. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kukuhifadhi Kiteto ili tuendelee kuvuna matunda yako ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Baada ya kuyasema haya, mimi niwapongeze pia na waandishi wa habari uwepo wenu mahala hapa, sababu ni imani yangu dunia itakwenda kuona kile ambacho kinashuhudiwa leo. Baada ya kusema haya, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Diwani oye! Diwani umetisha sana, umeenda na muda. Hongera sana. Basi ndugu mgeni rasmi, natambua Mheshimiwa DC mkuu wa wilaya Kiteto alitamani sana kuwepo na sisi siku ya leo hapa, lakini ratiba imeingiliana, lakini natambua kuna mwakilishi wake ambaye amemwakilisha. Kwa hiyo basi kwa dakika chache naomba utoe neno, angalau Mheshimiwa DC amekutuma useme nini. Karibu. Jatu. Mheshimiwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto, ndugu yangu Tamimu Kambona, Mheshimiwa wajumbe wa meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, yangu ni matatu. La kwanza, niungane na Mheshimiwa diwani aliyetoka kuzungumza hivi punde juu ya ujio wa wanajatu Kiteto. Moja, hii ni fursa kwetu sisi wana Kiteto, na nilikuwa nataka nihame sasa, naahirisha. Hii ni fursa. Mbili, wakati Jatu wanaomba kuingia mahala hapa, kulikuwa na upinzani hapa, hawakuingia kirahisi hapa. Tuwe wa kweli, na mimi na wao wataungana na mimi katika kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa Novemba 24 mwaka huu. Ndugu zangu wananchi wa kijiji hiki cha Kazi Ngumu, rai yangu mimi kama mwakilishi wa mkuu wa wilaya, tuwachague viongozi ambao ni chachu ya maendeleo kuliko kuchagua viongozi ambao ni vikwazo
vya maendeleo. Wakati Jatu wanaomba kuwekeza eneo hili, wapo baadhi ya wanasiasa kwa mitazamo yao wakiamini kuwa ujio wa Jatu ni kwa maslahi ya wakulima. Hii nasema kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Naamini baada ya watu kuelewa kuwa Jatu sasa ni fursa katika kutekeleza mradi huu, ni rai yangu Jatu mtumie wananchi wenyeji wa maeneo haya wapeni vipaumbele katika kutekeleza miradi hii ili jamii ya kazi ngumu ineemeke na ujio wenu. Na mimi sasa leo natangaza mimi nitakuwa mwana Jatu. Asante sana mwakilishi wa mkuu wa wilaya, mwambie tunampenda sana, na kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mpaka sasa hivi mambo yameenda shwari kabisa. Kwa tufikishie pongezi zetu kwake nyingi sana. Basi mabibi na mabwana, wageni waalikwa, basi naomba nichukue fursa hii ya pekee na hadimu kumkaribisha mkurugenzi mkuu wa Jatu PLC. Yeye atazungumza, najua atakuwa na neno la kutuambia na kuambia umma huu, na baada ya hapo bila kupoteza muda, moja kwa moja akishamaliza basi atamkaribisha mgeni rasmi. Naamini mgeni rasmi amesikia mambo mengi, na yeye ndo kama mtendaji mkuu wa wilaya ya Kiteto atakuwa na mengi ya kuzungumza na sisi. Basi naomba kwa heshima na taadhima, mkurugenzi wa Jatu, karibu. Jatu, wangapi wana furaha? Tunyoshe mikono juu wenye furaha. Leo sitaongea sana kwa sababu yote yameshazungumzwa na yote ni ya msingi, sitapenda kuyarudia. Ila naomba niongezee vipengele kama viwili vitatu. Jatu ni nini? Jatu, ndugu wenyeji mlioko hapa, msije mkaona wageni waliokuja mkafikiri wao ndio Jatu. Hapana. Hawa wamekuja kujumuika na nyie ili tuweze kuwa kitu kimoja. Lengo letu ni kuweza kuwafikia watu wenye kipato cha chini. Hata msongo ambao utakusumbua. Lakini vile vile utakapoweza kupambana na umaskini, ni rahisi kuweza kumudu changamoto zingine za kimaisha. Sasa tunatambua wapo Watanzania wengi ambao wangetamani kushiriki kwenye miradi ambayo inaweza kuwaletea maendeleo kama vile kilimo. Wengi hawana mtaji, hasa sisi tulioko hapa kijijini hatuna mtaji. Wengi hawana elimu juu ya kilimo sahihi. Wengi hawana muda. Kwa mfano hao waliotokea mjini wamekuja hapa siku mbili, lakini unaweza kukuta wanalalamika wanatakiwa wawahi warudi kwa walipokuwa. Ni kwa sababu hawana muda kukaa shambani muda mrefu. Inawezekana wana mtaji lakini hawana muda. Kazi ya Jatu ni tuwaunganishe wote. Yule mwenye muda ataweza kutumika shambani, tumeshaanzisha ajira, mtapata. Watakaohitaji kupata na mafunzo watapata hapa. Kwa sababu lengo la kujenga hata ofisi ni kwamba inakuwa ni kituo sahihi na halisia cha kujifunza. Shamba la ekari 500 kama hili limelimwa, ni rahisi kujua kwa nini ulime wewe. Sisi tunalima Kiteto na tunajua changamoto tunazopitia. Mkulima analima eka moja anapata gunia moja au mbili. Unalima ekari 100 ukipata gunia 20 unashukuru. Ni kupoteza muda na kutumia ardhi vibaya. Shindwa kumudu chakula milo 3 kwa siku. Huu ni umaskini mkubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Kazi yetu ni moja tu, sio kukimbia, bali ni kuja hapa na kuparekebisha huduma zote zipatikane hapa na watu wote waweze kubadilisha maisha yao. Mtafanya nini? Tutakachokifanya pamoja na kampuni yetu ya Jatu ni kwamba tuko katikati ili eneo la ekari 500 lililoko hapa. Mpango zifike angalau hizo 1500. Zinafikaje? Kama hao wageni wamekuja na hizo chache, nyie majirani mlioko huko wala msiniuzie hilo shamba lenu. Hilo unachotakiwa kufanya, nenda kaangalie, tenga shamba ambalo liko karibu na eneo hili, njoo tuingie makubaliano. Sisi tutaliingiza shamba lako kwenye mfumo wetu,
Utakapoweka miundombinu ya umwagiliaji itanyunyizia mpaka shambani kwako. Tutakuwezesha, wataalamu watakuwepo, tutawezesha, masoko yatakuwepo, magara yatakuwepo. Utaweza kulima kama huyu anayeweza kulima akapata gunia ngapi, na wewe utapata hizo hizo. Usijisimamie mwenyewe ukasema ngoja ujitenge ukae mbali kule ukasubiri mvua ya mwezi wa 12. Mpaka sasa hivi hamna mvua, hatuna hakika kama itakuja. Tunaleta mfumo ambao ni endelevu kwako. Unaweza kulima zaidi ya mara 3 kwa mwaka. Mahindi hayo hayo. Kuliko subiri mpaka mwisho wa mwaka. Mimi na washaurini, uongozi mlioko hapo mtanisaidia, hawa wananchi walioko hapa wote. Ningetamani eneo lote hili tuweze kuliingiza kwenye mfumo. Kazi yangu kama kampuni sio kumiliki mashamba. Kazi yangu mimi ni kumwezesha mkulima aweze kulima kilimo cha kisasa na apate malighafi nyingi. Ukipata malighafi nyingi, mimi narudi kwenye kazi yangu ya msingi ambayo ni kuzalisha bidhaa za chakula na kuziuza. Kwa hiyo ni swala la kushirikiana. Wewe lete shamba lako, wala sihitaji chochote, njoo tuingie makubaliano, uniambie hili shamba unalisimamia kwa muda fulani, nitafunga mitambo yangu. Siku rafiki mimi na ukiisha nitagawa mitambo yangu, nitaondoka, nitakuachia shamba lako. Ndio kazi ambayo tunatakiwa kufanya katika maeneo haya. Lakini tunatambua changamoto ya maji. Tunao wafugaji katika maeneo haya. Tayari tumeshaanza mikakati. Tukisha tathmini tukajua kwamba mwisho wa eneo letu ni wapi, pale tutakapokuwa tumeweka mpaka, tutatenga eneo kwa ajili ya kuwekeeni maji kwa ajili ya mifugo. Mnapata shida sana kwenye mifugo. Tutawekea sehemu za kunyoshea ng'ombe kwa kiasi tutakachoweza, angalau muweze kunufaika na fursa itakayokuwepo hapa. Kwa wale wafugaji nadhani itakuwa ni neema kubwa kwenu. Lakini vile vile niombe serikali, Mheshimiwa Mkurugenzi, eneo hili tunahitaji kupata umeme. Tutatumia njia mbili kutengeneza umeme katika eneo hili. Wote tunatambua kwa nchi yetu umeme sasa hivi unaingia maeneo mengi, lakini ili tuweze kufanya mradi ambao ni endelevu, hautaweza kutegemea umeme ukamnufaisha mkulima, umeme wa TANESCO au umeme ambao tunalipia kila mwezi. Hii inaweza ikatufanya tukashindwa kumudu gharama za umwagiliaji, kwa sababu kusukuma mitambo inahitaji energy kubwa sana, umeme. Sasa tulichopanga kukifanya, tutatoa bajeti kubwa zaidi kwa ajili ya kutumia umeme wa sola, ambao tukishaweka investment moja tayari tutakuwa tumeshakamilisha mchakato mzima, ili kupunguza gharama kwa wale ambao ni wakulima. Maana yake usilipie tena mvua zinazokuja kumwagika kutokana na mitambo ya umwagiliaji. Mambo ni mawili tu, kisha kuwa na kisima ukawa na ile mitambo kinahitajika umeme. Sasa tutaenda kufanya hili, na hili itakuwa ni tija pia kwa maeneo yanayotuzunguka ya hapa jirani. Hilo la kwanza. Lingine ambalo nilipenda nizungumzie katika eneo hili ni kuhusiana na ajira. Tungeweza na uwezo tulikuwa nao wa kuweza kutumia mashine kwa maana ya hizi katapila kwa ajili ya kung'oa hii miti iliyoko kwenye hili shamba. Lakini baada ya kuangalia mazingira ya hapa na uhitaji wa watu walivyokuwa wanahitaji kipato, tuliona hapana, ni bora tuchelewe lakini tutoe ajira. Kwa hiyo tukaamua turuhusu wakazi wa eneo hili mje mfanye kazi, hata kama ni kidogo hicho mnachokipata kiwasogeze wakati tukisubiri kuanza mfumo rasmi. Na tunawaambia kwamba hatuna haja ya kufuata watu nje. Ni bora tuchukue mlioko hapa tuwa train, tutawafundisha, mtaweza kuwa bora na mtaweza kufanya kazi katika shamba hili la kisasa na kiwanda cha kisasa kinachotaka kujengwa hapa Kiteto na Jatu. Lakini pia tutahakikisha kwamba kama tulivyopanda miti, huduma zote hizi za kijamii zinakuwepo. Kwa hiyo kikubwa ni waombe tu ushirikiano, muwapende wanajatu wenzenu waliotoka mbali, lakini pia wanajatu mliotoka mbali, hebu mjitahidi kuwapenda na hawa. Siku nyingine tusikae kwa kubaguana hivi. Wote tuchanganyikane pasipo kujali huyu ni nani, kwa sababu tunajenga familia. Hichi ndicho kitu na lengo kuu la Jatu. Kwa hiyo kwa kusema machache haya niseme niwashukuru sana wanachama wa Jatu. Najua kuna wengine umetoka Mwanza, kuna mliotoka Arusha, kuna mliotoka Zanzibar na kuna wale mliotokea Mtwara. Wote tunatambua nchi nzima tumepata uwakilisho mzuri. Kwangu ni faraja kubwa kwa kunipa matumaini kwamba safari hii tunaenda wote.
Haijalishi unapitia changamoto gani, lakini lazima ujue, lazima tutafika. Hata kama wewe utachoka, watakaobaki tutaendelea nao. Baada ya kusema hayo, nitumia nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto na serikali kwa ujumla, pamoja na jeshi la polisi kwa yote ambayo tunaendelea kufanya katika wilaya hii. Na niseme tu kwamba sio kwamba tuko hapa tu. Tunao mashamba maeneo ya kuelekea pori kwa pori kule Kimana na maeneo mengine. Tunalima na bado tunaendelea kufanya hizi huduma, na mwendelezo wetu sio kwamba kwa kuwa tumefanya hapa ndio mwisho, hapana. Hata nyie ndugu madiwani kwenye kata zenu, kama mna maeneo mnadhani ni makubwa, nina nafasi mbili kwenu. Aidha, unaweza ukaniunganishia hao wakulima wakatengeneza eneo kubwa kama hili, mkanikabidhi tukatengeneza miundombinu ili tuweze kuwekea kilimo cha kisasa, au kama kuna mtu anauza shamba pia ninanunua. Leteni hayo mashamba, tutanunua kwa ajili ya wale wanajatu walio nje eneo hili ambao wanatamani kuwekeza pamoja nanyi. Hayo yote tunayafanya kuhakikisha kwamba ardhi hii itumike ipasavyo na ilete faida kwa wakazi, wenyeji na Watanzania wote na taifa kwa ujumla. Lakini pia kingine ambacho natamani niwaambie ni kwamba waandishi wa habari mliokuja hapa, na washukuru kwa kujitolea na kufika kote huku. Sambazeni habari hii na maeneo mengine katika wilaya nyingine. Spidi ya Jatu ni kubwa kuliko spidi uliyowahi kuiona ya uwekezaji katika taifa hili. Hapa tunapoongea sasa hivi tayari tuna mradi tumeshaanza Kahama, na muda si mrefu tutaenda kufungua. Kuna mradi unaendelea Kilindi, kuna mradi unaendelea Kilombero. Lengo langu na nia yangu ni kwamba ikiwezekana kwa mwaka tuzindue miradi angalau hata mitatu mikubwa kama hii katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Sasa siwezi kufika mwenyewe huko au mimi na timu yangu, lakini tukiungana Watanzania wote, ukaona fursa sehemu kwa tushirikisha, tukashirikishana, tukafanya, mimi naamini hawala haiwezi kuchukua muda. Ni swala la kuamua na kufanya, kwa sababu shida ni maamuzi na utekelezaji. Kama sisi Jatu tuko tayari katika hilo, wajibu wako wewe ni uamue unafanya kipi. Aidha ungane na sisi au baki. Lakini nakuhakikishia, usipoungana na sisi leo, kesho lazima utakuja na utajikuta umechelewa. Na kwa nini nasema hivyo? Sasa hivi tunaenda kwenye soko la hisa. Soko la hisa, hisa za Jatu zitanunuliwa kwa spidi kubwa sana. Hawa ndugu wa Sagot wamekuja kwa ajili ya kusapoti wale watu wenye kipato cha chini. Lengo lao ni moja tu. Tutakapoingiza hisa zetu sokoni, bilioni 7.5 ni hela ndogo sana. Inaweza sichukua hata zaidi ya siku mbili. Wewe mtu wa chini unaweza usipate, lakini unayo fursa, kwa sababu hakuna atakayeingia Jatu kulima na Jatu leo, kesho au miaka ijayo pasipo yeye kuwa mwanahisa. Sasa ukichelewa leo, usiponunua hisa kwa utaratibu huu nafuu, mimi nitauza hisa, tutamaliza kwenye kampuni, wewe utasubiri ukambembeleze mzee nyumba, mtu mwingine mwanachama wa Jatu aliyenunua hisa nyingi akuuzie, na atakuuzia kwa bei anayotaka yeye, wala hutakuwa na mamlaka ya kupingana naye, kwa sababu lazima uingie kwenye Jatu Kilimo upate huduma, na hatukupokei kama hauna hisa. Na hisa hazipatikani Jatu, utazipata kwa Watanzania waliozinunua. Sasa ni wajibu, kama una mpango wa kununua au kuwekeza na Jatu, aidha leo au kesho, jipange kununua hizo hisa. Mwelekeze na mwenzako, mwambie zikiingia sokoni is a hot cake. Jatu. Na nimalizie tu kwa kusema kwamba mimi nimekaa hapa shambani muda mrefu na nitaendelea kuwepo hapa, na ninafurahia kuwepo katika mazingira haya. Nadhani sina mgogoro na mwananchi yoyote, wala kituo changu hakina mgogoro na mtu. Tunaombeeni ushirikiano wenu kama nilivyotangulia kusema, na sisi tuko tayari kushirikiana na nyie. Basi baada ya hayo, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe mgeni rasmi, mkurugenzi ndugu yetu, aweze kuongea lile alilokuwa nalo. Asanteni sana. Jatu. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru kwa ujumla kampuni nzima ya Jatu, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, mkurugenzi wa Jatu, lakini pia nisiwasahau wageni wote waliofika kuanzia Wizara ya Kilimo,
SAGOT, ofisi ya waziri mkuu, pamoja na wadau wengine wote. Itakuwa ngumu kuwataja wote kwa ujumla wake, niseme tu itifaki imezingatiwa. Baada ya kusema hayo, kwanza nianze kwa kutoa shukurani zangu za dhati, na shukurani hizi za dhati nitazitoa kwenye maeneo mawili. Moja, shukurani zangu zinakwenda kwa kampuni nzima ya Jatu na uongozi wake. Nashukuru kwanza mwenyekiti mwenyewe yuko hapa, lakini pia nitoe shukurani zangu kwa wananchi wa eneo hili ambao nao wamewapokea wageni hawa na kuwapa ushirikiano wa kutosha, na bado wanaendelea kuwapa ushirikiano, na hii ndiyo Kiteto tunayoitaka kwa sasa. Wageni wangu, niwaambie kwamba kule miaka ya nyuma mtu alikuwa akitajua Kiteto anaona kama anaenda kwenye eneo la mauaji. Kiteto ile niwathibitishie sio Kiteto ya sasa. Kiteto ya sasa ni Kiteto ya awamu ya 5 ambayo nayo inakwenda kwenye utekelezaji wa sera nzima za ilani ya Chama cha Mapinduzi za mwaka 2015-2020, mojawapo likiwa ni hili ambalo mmekuja kulitekeleza kwenye wilaya yetu. Lakini niwapongeze na kuambia kwamba ninyi ni kundi la pili kuja kuwekeza kwenye wilaya hii. Tunayo kampuni moja ya Mema Holdings ambayo nayo iko pale mjini, wameanza, lakini wao hawajajikita kwenye kilimo. Wao wamejikita kwenye kununua zaidi mazao haya na kuyahifadhi na kisha kuyaprocess. Lakini nyinyi mmekuja sehemu nzuri sana. Umesema hapa kwamba Kiteto mtu anaweza kulima eka moja na akavuna gunia moja. Wakulima wangu wale wote kule watakuwa washahidi kwamba kweli kila mtu ukimuuliza mwaka jana alilima eka ngapi na amevuna gunia ngapi. Swali hili hata unaweza ukaniuliza mimi mwenyewe mkurugenzi, mwaka jana nililima zaidi ya ekari 100, lakini nikapata gunia 79. Na niambia hapa kila eka nusu gunia. Lakini na mwaka huu nao nikasema sijachoka, nina ekari 200 tena. Sasa sisi wakulima tunakuwa na imani, tunasema kwamba ukikosa mwaka huu, mwakani utapata. Lakini kumbe kubwa, tumeshindwa kufuata taratibu na kanuni bora za kilimo. Hawa wanaokuambia kwamba kweli wanavuna gunia moja kwenye eka moja, nilikuwa namwambia mwenyekiti hapa, wakati trekta linalima kwenye shamba, kuna watu wengine wanafuata nyuma, wanarushia mahindi. Wanarusha mahindi ndio wanapanda hapo. Alafu trekta itakapokuwa linarudi kutoka kule, kuna mwingine analifuata kwamba linafikia yale aliyorushia huyu, na wakati yule mwingine anaendelea kurushia mengine. Kwa hiyo ndani ya ekari moja utakuta sehemu nyingine imeota mahindi vizuri na sehemu nyingine hakuna mahindi yaliyoota, kwa maana hakuna mahindi yaliyopandwa. Nilikutana na wataalamu wa alizeti, wakaniambia ekari moja inatakiwa kupandwa miche isiyopungua 5,500 ya alizeti. Lakini walipofanya tathmini Kiteto, wakagundua miche inayopandwa ni kama 2,000 kuja chini kwenye ekari moja. Kwa hiyo tusitarajie kwamba tunaweza tukavuna kama vile wenzetu wa Jatu wanavyoweza kuvuna. Juzi mkurugenzi alikuwa ananiambia kule Kilindi amepata ekari moja gunia 14 za maharage. Nilishtuka sana, kwa sababu sisi tumezoea mtu akiwa amevuna, aliyepata gunia 5 kwenye ekari moja, yeye ndio bingwa kwamba amevuna kweli kweli maharage. Lakini mkurugenzi akaniambia hapa kwamba hata hizo gunia 14 kwa ekari moja tulizovuna tumepata kiwango cha chini. Nikamwambia unataka kumpa nini Mungu? Akasema hapana, sisi malengo yetu ilikuwa ni kuvuna kati ya gunia 20 mpaka 25. Nikasema kweli ninyi ndio wakulima. Na nikwambie wananchi wale wamwasikilizeni kweli hapa, wameasikiliza yale ambayo umeyasema, hasa kwa wale wenye maeneo ya mashamba yanayozunguka shamba hili. Na mimi nikuombe afisa kilimo wa wilaya kwa kushirikiana na afisa ushirika, muje kukutana na wakulima wenye mashamba yanayozunguka eneo hili hapa, na nina imani wazee wangu na akina mama pale wote watakuwa wako tayari. Tuje kukutana nao, tuongee nao kwa kushirikiana na watu wa Jatu,
waweze kupata elimu hii, na nina imani zaidi ya 90% watajiunga na JATU. Na ninajua leo wamekuja wachache kwa sababu kwanza hawakujua nini kinataka kusemwa huku, nini kinaendelea. Kumbe wengine wanategemea wakapate taarifa, lakini kwa ujio wetu sisi, mtakapokuja nyinyi watu wa kilimo na ushirika, mkiungana na watu wa JATU, mtaweza kukaa na wakulima wengi sana na hatimaye tukawakomboa kwenye janga hili linalowakabili. Imefikia hatua sasa mtu hataki kwenda shambani, anachofanya ni kukodisha tu shamba lake. Anakodisha shamba, mwingine anasema ukishavuna utanijulia na mimi. Kumbe sasa shamba lile anaweza akamkodisha JATU akawa na uhakika zaidi, akajiunga na JATU akaweza kupata manufaa zaidi, ili tuondoke kwenye umaskini ambao tunao mpaka sasa. Nimefurahishwa sana na maelezo ya awali wakati mkurugenzi wa JATU nilipoambiwa alianzia Kibaigwa, na pale Kibaigwa kuna soko kubwa la mahindi, wanaliita soko la kimataifa. Lakini kwa sababu mkurugenzi, wewe ulikwenda mwenyewe pale au kuambiwa na mtu na ukafanya utafiti mwenyewe, ndio maana uligundua kwamba soko lile la Kibaigwa linategemea mazao yanayotoka Kiteto. Kama mimi ningesema nafunga mpaka ule pale kwamba mazao yote yanayolimwa Kiteto yasitoke, na soko lile la Kibaigwa ndio mwisho wake, ndio mwisho wa soko la Kibaigwa. Na juzi hili niliwaambia watu wa Wizara ya Kilimo waliokuja kwenye uzinduzi wa mradi wa Sumukuvu, baada ya kuona kuna mradi mmoja wameupeleka kule Mtanana unaohusiana na Sumukuvu, nikawaambia mradi huo mlitakiwa muulete Kiteto na sio Kongwa. Sisi ndio tunaozalisha mazao yale yaliyorundikana kule, lakini kwa sababu nchi yetu na sera zetu hatuna kubaguana, aliye Kahama anaweza kulima Kiteto na aliye Kiteto anaweza kwenda kulima Kilindi. Ndio maana unaona kuna kitu kama hicho, na uwezi kusikia malalamiko yoyote yakiwa yanaendelea. Lakini nilikuwa nateta na wewe mkurugenzi hapa kukuambia kwamba katika wilaya yetu ya Kiteto fursa zetu kubwa tulizonazo ni mbili, ambazo ni kilimo na mifugo. Kiteto tumekuwa na wadau wengi wa aina tofauti tofauti, lakini wadau wote, au nikizungumzia mashirika mengine yote yasiyo ya kiserikali, yote yaliyokuwa yanakuja Kiteto yamejikuwa yakijikita kwenye mifugo peke yake. Ndio maana leo nimefarijika sana kuona wadau wengine ambao mmekuja sasa mkajikita na nyinyi kwenye upande wa kilimo, ili wakulima nao waone kweli kuna sekta, kuna wadau wengine wanaokuja hapa Kiteto kwa ajili ya shughuli za kilimo, na sio wote wanaokuja kwa ajili ya shughuli za mifugo. Lakini nikakuambia kwamba wakati unawekeza kwenye swala hili la kilimo, bado unayo fursa ya kuwekeza kwenye shughuli za mifugo. Na nikakwambia kama uko tayari, ukija pale Kiteto mjini, nitakupa ni eneo kama mko tayari kujenga kiwanda cha nyama. Niko tayari kuwapa eneo kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha nyama mkifika pale Kiteto. Na niwathibitishie kwamba kama mtakuwa tayari kujenga kiwanda cha nyama, eneo lile hamtalipia hata shilingi moja, na tutahakikisha mnatoa gharama za upatikanaji wa hati tu. Sisi hapa Kiteto hatutaki tuone kama yale yaliyotokea kule Mtwara, kwamba mwekezaji anakuja alafu anaanza kuombwa fedha kwa ajili ya kuendeshea vikao vya halmashauri, kama alivyosema mheshimiwa diwani hapa. Sisi hatuko hivyo. Kama eneo lipo, vikao tunavyokaa tutakaa sisi kama sisi kwa gharama zile zile za halmashauri, na sio kwa gharama za mwekezaji. Mwekezaji tutakupatia lile eneo, lakini na wewe ukanipa ombi lingine tena la kitu ambacho ulikuwa unakifikiria zaidi kwenye uwekezaji kwa upande wa mifugo. Sitaki niliongea hapa hadharani kwa sababu kuna niliyokuambia, ili tuyatekeleze yale, ikiwezekana tukifanikiwa nao uweze kupata pia eneo lile kwa ajili ya uwekezaji wa shughuli hizo za mifugo kama tulivyoongea hapa. Na ukiwekeza kwenye shughuli zile za mifugo, ina maana utatoa fursa pia kwa wafugaji ambao nao wako wengi sana kwenye wilaya ya Kiteto, nao waweze kuwa na fursa za kuweza kuiga mbinu bora mnazozitumia katika ufugaji. Tumekaa muda mrefu sana tangu asubuhi hapa na mengi yameongelewa. Kwa hiyo mimi nikasema nisiwe na mengi sana ya kuongea, ila inawezekana nimeongea mengi. Niendelee kuwapongeza sana. Lakini kabla sijamaliza,
kuna moja lilizungumzwa na mwenyekiti hapa kwamba kwenye Jatu ndani yake kuna SACCOS, na nikiangalia kwenye bango pale limeandikwa kopa bila riba. Hapa Kiteto napo wakulima hawa nao wanateseka sana na swala zima la mikopo. Zipo taasisi zilizoweza kutoa mikopo lakini kupitia vyama vya ushirika, lakini riba yake imekuwa kubwa sana, na kiasi kwamba mpaka sasa watu wameingia kwenye madeni makubwa kwa kushindwa kufanya marejesho yale. Na ukizingatia kama lile nililolisema kwamba kilimo cha ekari 10 unapata gunia 5, wakati huo ukichukua mkopo benki inakuwa ngumu sana, na wengine wamekuwa wakipoteza mali zao. Lakini hili sasa mnatupa fursa ya sisi kuendelea kukaa na wakulima na vyama vyetu vya ushirika, ili wakulima waone jinsi gani wanaweza wakajiunga na ninyi Jatu ili wakapata uzoefu huo. Lakini pia kwa wananchi wetu kubadilika, wakalima kilimo mnachotaka kutumia kilimo kama mnavyolima ninyi. Hii inaleta fursa kubwa, sio kwa wakulima tu, bali na kwa halmashauri yetu ya wilaya, kwa sababu halmashauri nayo vyanzo vyake vikubwa vya mapato vimejikita kwenye eneo la kilimo na mifugo. Lakini mazao yanapokosekana na mapato ndani ya halmashauri yanashuka, mazao yanapoongezeka na mapato ya halmashauri yanaongezeka. Baada ya kusema hayo, niendelee tena kwa kusema tumewakaribisha Kiteto na tunaendelea kuwakaribisha Kiteto. Mjisikie kama mpo nyumbani na mtaishi hapa kwa amani na mtafanya shughuli zenu kwa amani ya hali ya juu. Na mimi pia nimefarijika kwa ofa ambazo mmeendelea kuzitoa kwa wananchi wetu, na hasa wakulima wale ambao mko karibu na maeneo yenu. Lakini umetuthibitishia pia kwamba mmeweza kutanua zaidi mpaka mmefika maeneo ya kule Kimana na kwingineko. Tuombe tu kwamba kwenye maeneo yale ambayo kule mko pia tuweze kuwafikia wakulima wale ambao wamewazunguka, ili muweze kuwapa changamoto hii ambayo umeitoa hapa, ili hatimaye na wao waweze kuungana na nyinyi. Na kwa kuwa Kiteto ina wakulima wengi, ni mategemeo yangu kwamba Jatu kwa eneo hili la Kiteto itakuwa zaidi na itakuwa ina wanachama wengi zaidi. Baada ya kusema hayo, Mungu ibariki Jatu kwenye wilaya yetu ya Kiteto, iweze kufanya kazi zake kwa ustadi na kwa mafanikio makubwa, na hasa tukitarajia yale ambayo umepanga kuyafanya kama mlivyotuonyesha kwenye lile bango asubuhi. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, karibuni sana Kiteto na wanajatu wote. Nimesikia kule kuna wengine wametoka Mtwara, mpaka nikashtuka, kwa sababu huku nilitoka kusini niko mimi peke yangu. Mimi nimetokea Ruangwa na nipo hapa tangu 2016. Leo nikasikia wengine wanatoka Mtwara wamekuja hapa, lakini wamekuja kwa Jatu. Na kule Mtwara bahati nzuri mimi nilikaa miaka 4 nikiwa afisa elimu wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Kwa hiyo karibuni sana, mmenikuta mwenyeji, niko huku na niko salama, na nilipokuja huku sikuwa na mwili kama huu mnaoniona nao leo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, mkija Kiteto ni sehemu ya amani, ni sehemu salama. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Makofi mengi kwa mkurugenzi. Unajua mwenyekiti, wale wananchi wa Mtwara ndio walinivuruga kidogo. Baada ya kusema hayo, nilisahau kusema sasa tumezindua rasmi mradi wetu. Kwa hiyo kwa pamoja niseme kwamba tumezindua rasmi mradi wetu wa Jatu katika eneo hili la kazi ngumu. Asanteni sana. Makofi mengi kwa mkurugenzi.